Habari, karibu tena kwenye sehemu yetu ya pili ya tutorial yetu. Leo tutaenda kuangalia kitu kinachoitwa static route kwenye network. Tutaenda kuangalia jinsi hii router moja itakavyoweza kuwasiliana na router nyingine, lakini zaidi tutaenda kuangalia host mmoja kwenye network nyingine anavyoweza kuwasiliana na host mwingine kwenye network nyingine. Kwa hiyo tunachokifanya hapa, anaenda kufanya connection kwenye hizi router mbili, lakini pia na kuongeza network nyingine moja huko. Nitakachokifanya, nitakuja huko kuchukua PC, nitahadi hapa, nitaenda kuchukua cable. Hii PC nataka ni connect direct kutoka kwenye hii PC kuja kwenye hii router. Nitatumia copper crossover cable kufanya connection ya direct kutoka PC kwenda kwenye router. Na pia kwenye router, kwenda kwenye router lazima tutumie cable zinazoitwa serial cable lakini kabla hujatumia hizo serial cable lazima ujue je, hizi router zako zina interface za hizo serial. Kama hii router yetu ya kwanza haina hiyo interface ya serial, kwa hiyo unachokifanya inabidi utafute hizi interface uziadi, afu then ndio ufanye hizo configuration. Kwa hiyo unachokifanya ili uweze kuadi interface kwenye hizi port, inabidi uzime, afu uje chini hapa uchukue hii ndio ina interface zetu na pia interface. Kwa hiyo hapa tayari router yetu ina interface serial. Kama unavyoona hii serial ina port mbili na hii pia ina port mbili. Kwa hiyo router yetu kwa pamoja ina serial port 4. Baada hapo unawasha. Utarudi kwenye hii router pia na yenyewe utakuja utazima, utafanya kama kwenye router ya kwanza, utawasha. Kwa hiyo baada hapo unakuja kuchukua hii cable inaitwa serial DCE. Hii serial DCE nitaianzisha huku kwenda huko. Kwa hiyo huu upande ni serial DC, lakini huu upande utaitwa serial DTE. Sasa ili niweze kufanya configuration huyu mmoja aweze kuja huku kwenye network, tuna kitu kinaitwa static route ndio tutaitumia hapa kama protocol ya watu kuweza kuonana. Lakini ukiachana na hivyo unaweza kutumia routing protocol nyingine zinazoitwa, kuna aina za routing protocol kama OSPF, kuna IGRP na pia kuna RIP version 1 na version 2 na zaidi. Lakini pia kwenye tutorial yetu tutaenda kutumia static route jinsi tuweze kuangalia jinsi host wanavyoweza kuwasiliana kwenye network mbili tofauti au zaidi ya tatu. Kwa hiyo unachokifanya, nakuja kwenye hii router kuconfigure hii interface serial 0/0/0. Lakini kabla hapo lazima uwe unajua kwamba hii ni network gani na pia hii ni network gani. Nakuja kuweka network hapa, niweke network hapa ili hizi network ndio ziweze kunitoa IP address ambazo tutatumia kwenye hizi interface. Kuja hapa, kuna hizo hapo nilikuwa nishaziadi tayari. Hii nitaitumia hapa, lakini pia hii nitaitumia hapa. Kwa hiyo nakuja hapa kwenye hii serial 00 na press enter. Kama unakumbuka tutorial iliyopita tuliweza kuassign password kwenye router yetu, kwa hiyo sasa hivi ndio nadai password. Ukishafika hapa unakuja kuandika kwamba int serial, au unaweza kuandika s/0/0/0, ukaandika neno IP address. Huyu kwa kweli hapa atatumia hii network. Kwa hiyo IP address hapa itatoka kwenye hii network. Nasema 192.168.2.1 255.255.255.0 na washa kwa kuandika no shutdown. Lakini pia na assign clock rate kwenye hii ili ziweze kuwasiliana vizuri. Baada hapo nimemaliza kwenye kufanya configuration kwenye hii router. Ninachoenda kukifanya na copy configuration zangu. Kwa hapa nimemaliza. Hii hujaona mabadiliko kwa sababu hii sijashughulika na hii interface. Nakuja kwenye hii router ya pili kufanya configuration. Hii router ya pili tutafanya configuration ya hii, tutafanya pia configuration ya hii interface. Hii router ya pili tutaita main office. Nakuja kwenye hii router
Tutakuja huko, kwa kuwa hii ndo tutaenda kufanya basic configuration za hii router, lakini tutaendelea na vitu vingine. Enable host name, tumesema tuite main office. Main office enable, tunaweka password, Cisco, enable secret class, line console 0, password Cisco, login, line VTY, password. Hii password tumike muda gani? Nataka hii password yangu tumike muda wa kulogin. Baada ya hapo nimemaliza basic configuration, na kuja kuangalia hii interface ni serial 0/0/0. Nakuja kuassign IP address hapa, na pia naiwasha hii interface. IP address ya hii serial 0/0/0 itatoka kwenye hii network. Kwa hiyo kama dot moja tushamtumia huku, basi huku tutatumia dot mbili. Moja tuna mbili. Nasema int /0/0/0. Nasema IP address mbili, na ambatanisha na subnet mask yake kama unavyoweza kuona tayari zimewaka, kwamba huyu hapa zinaweza zikawasiliana mpaka sasa hivi, kwamba ukija ukachukua kufanya ukaping kutoka hapa kuja hapa inakuwa successful, pia kutoka huyu HQ kuja kwenye huyu successful. Kwa hiyo kinachofuata na kuja kuwasha hii hapa interface, hii inaitwa Fast Ethernet 00. Kwa hiyo nitakuja kwenye hii router yangu, nitaendelea hapo int f0/0, nitaangalia hii Fast Ethernet 0/0 kwenye network gani. Hii kwenye network ya 192.168.3.0, 192. nakuja sema hii IP address 192.3.1 naiwasha kwa kusema no shutdown. Kama unavyoona hapa tayari hii hapa tayari zimewaka, lakini nakuja kwa sign hii network ndio itatoa address ya hii hapa. Kitu kingine, kwa sign IP address kwenye host au kwenye computer, kuna aina mbili tofauti za kwa sign. Unaweza kwa sign IP address kwa kutumia DHCP pool. Hii maana yake ni kwamba PC itakao kuwa added kwenye network ita request IP address automatically, lakini ukitumia static inakuhitaji wewe administrator au muhusika uassign IP address manually kwa kila computer itakao kuwa added kwenye network yako. 192 168.3.2 192.168.3.1. Tutorial iliyopita niliongelea subnet mask, niliongelea hii default gateway. Hii default gateway nayo niliyoassign hapa ndio itakayoniwezesha mimi, huyu itakomwezesha huyu PC1 kuwasiliana na host 2 au kuwasiliana na host 2. Itamwezesha kwamba ukitaka kuwasiliana na huyu utapitia mlango huu. Kwa hiyo tumemaliza kufanya configuration hapa, lakini kitu ambacho inabidi twende tukakiadi sasa hizi, tunaenda kuadi nini? Tunaenda kuadi static route ili huyu host aweze kuwasiliana na huyu. Kwa mfano kama kwa sasa hivi huyu PC1 akija kwenye HQ inakuwa failed kama unavyoona. Kwa hiyo kama kutoka kwenye PC1 kuja hapa inakuwa ni fail, ina maana kwamba PC1 hawezi kuwasiliana na host 2 kwenye network nyingine. Ili waweze kuwasiliana, tunaenda kuconfigure kitu kinaitwa
tunaenda kuconfigure static root kwenye hizo router mbili. Static root inatuwezesha router mmoja kufikia network nyingine ya pili iliyokuwa attached kwenye router nyingine. Kwa ili kuconfigure static root nitakuja kwenye hii router HQ. Nitakuja kwenye configure terminal. Nitakuja kusema IP root. Kwa kuwa niko kwenye hii router HQ, nataka hii router HQ ijue network iliyokuwa attached kwenye main office. Nitakuja kusema IP root. Nikisema IP root nakuja kuandika network hii hapa, kwa sababu hii network ndio iliyokuwa attached kwenye hii main office. Kwa hiyo naandika network hii hapa. Nasema 192.3.0.255.255.0 lakini nataka huyu ajue hii network kupitia mlango gani. Nataka hii ajue network kupitia mlango huu hapa. Kwa hiyo unaandika hii network, lakini pia mwishoni utakuja kuandika IP address ya hii interface. Hii interface hapa ni 192.168.2.2. Kwa hiyo nakuja kuongezea hapo 192.168.2.2. Baada hapo na press enter, imekuwa tayari end. Na copy start. Okay. Tayari tumemaliza hii ya kwanza, lakini nakuja hii ya pili pia nakuja kuangalia, nakuja kufanya hicho vile vile nilivyofanya kama kwenye router iliyotoka na end. Nikija hapa, kwa kuwa niko hapa, nataka hii router ijue network nyingine iliyokuwa attached kwenye hii router HQ. Kwa hiyo nitaandika kwenye hii, nikiwa hapa nitaandika hii IP address, lakini nitasema aijue hii IP address kupitia huo mlango. Kwa hiyo nasema IP root 192.168. Niko nataka ijue hii network, naandika .1.0.255.255. nataka .0, nataka apitie huo mlango ili kujua network. Kwa hiyo huyu mlango IP address yake ni .2.1. Kwa hiyo 192.168.2.1. Baada hapo na end, tayari kwa kusave configuration zangu. Ukitaka kuangalia hizi IP configuration zako ulizozifanya, unakuja huko unaandika show IP root. Kama tunavyoona IP root yetu hapa, ile command ya show IP root imetuletea hiki kitu. Hii hapa maana yake ni direct connected. Kwa hiyo router kama router anakuwa na hii root HQ inakuwa inajua network iliyokuwa direct connected, lakini hawezi kuijua network iliyokuwa connected kwenye router ya pili, upande wa pili wa router nyingine. Kwa hiyo ukija hapa kama unavyoona, hizi ni direct connected ambazo ziko hapa. Kwa hiyo huyu hapa na hii hapa, lakini hii S hii maana yake ni static root ambayo tumeconfigure sisi. Kwa kama tunavyoweza kuona kwa sasa hivi, ukija hapa huyu akijaribu kumuona huyu inakuwa successful. Kwa hiyo kama huyu hapa ameweza kutoka hapa, ina maana kwamba huyu PC mmoja kwenye network nyingine anaweza kuhusiana na PC nyingine kwenye network ya pili. Inakuwa successful. Unaona kwa mfano, kwa hiyo huyu hapa anaweza kuhusiana na huyu. Hii ni network kwamba host 2 kwenye network nyingine anaweza kuhusiana na host na PC1 kwenye network nyingine tofauti na aliomba. Tumefeli mara ya kwanza, lakini mara pili inakubali. Hii ni IP root, lakini kuna kama hautatumia IP root, unaweza kutumia routing protocol kama EGRP, OSPF na LIP version 1 au version 2. Asante kwa kuangalia. Karibu tena kwenye tutorial yetu. Tutaenda kujifunza routing protocol. Tutaenda kujifunza jinsi EGRP inavyofanya kazi, jinsi OSPF inavyofanya kazi, na jinsi LIP version 1 na LIP version 2 inavyofanya kazi.